Haleluya, haleluya, haleluya. Haya ni maombi ambayo yamejaa nguvu ya Mungu kupita kawaida, ambayo nataka uombe maombi haya kila siku kuombea siku yako mpya katika mwaka huu wa 2026. Nataka nikuhakikishie ya kwamba maombi haya yatazaa miujiza isiyohesabika kwenye maisha yako. Narudia tena, maombi haya yatazaa miujiza isiyohesabika kwenye maisha yako. Ukiomba maombi haya kila siku katika mwaka wa 2026, maombi ambayo ni yana uvuvio wa Roho Mtakatifu, yafuatishe maombi haya. Omba kila siku na utashangaa mambo makubwa ambayo Mungu anafanya kila siku. Changamoto kubwa ya watu wengi, hawajui jinsi gani wanaweza kuombea siku yao mpya, kwa sababu mwaka unaundwa na miezi inaundwa na wiki zinaundwa na siku moja. Kwa sababu hiyo mwaka unaundwa na siku, na ndani ya mwaka tuko na siku 365, 366. Kwa hiyo ukiweza kukamata siku mpya, unaweza kukamata mwaka. Ukiweza kukamata kila siku, wewe sasa unaweza kukamata mwaka mzima. Narudia tena, ukiweza kujua jinsi ya kukamata na kuombea kila siku inayokuja kwenye maisha yako, ni wazi ya kwamba unaweza sasa kuteka baraka za mwaka mzima. Mungu akubariki sana, na karibu kupata mwongozo wa maombi haya. Haleluya. Ombi la kwanza: Baba, asante kwa ajili ya ulinzi wako usiku kucha, pamoja na kunipa neema ya kuona siku mpya. Baba, ninapokea siku mpya ya leo kwa furaha, na ninakupa sifa na utukufu katika malango ya siku hii mpya. Maana imeandikwa katika Zaburi ya 100 mstari wa 4 ya kwamba ninapoingia kwenye malango yako na kwenye uwepo wako, niingie kwa sifa na kwa shukrani. Nami nakushukuru na kukupa sifa katika malango ya siku mpya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ombi la pili: Baba, ninaiweka wakfu siku ya leo kwenye mikono yako. Kazi zangu, ratiba zangu zote za siku ninazikabidhi kwenye mikono yako. Familia yangu na mipango yangu yote ya siku ya leo ninaikabidhi kwenye mikono yako. Maana imeandikwa, Mithali 16 mstari wa 3, ukikabidhi kazi zangu kwenye mikono yako, mipango yangu na mawazo yangu yatathibitika na kufanikiwa. Baba, naomba siku ya leo, ongoza hatua zangu, ongoza kila hatua ninayopiga na kunielekeza kufuata njia sahihi, ili nipate kufanikisha yote nayofanya siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Baba, naomba uwepo wako utembee nami siku nzima ya leo. Popote napokuwa, chochote nachofanya, uwepo wako tembee nami, katika jina la Yesu. Ombi la tatu: Baba Mungu, ninaomba unipatie riziki yangu ya siku ya leo. Ninapotoka kwenda kufanya kazi zangu, kufanya shughuli zangu, Baba, naomba
baraka zako ziwe pamoja nami. Unipe chakula changu cha leo na riziki zangu za leo na baraka zangu za leo, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Mathayo 6:11 ya kwamba utupe leo riziki zetu za kila siku. Nami napokea riziki zangu siku ya leo. Baba, natangaza baraka zangu popote zilipo, zinapozuiliwa na kushikiliwa na adui, natangaza ziachiliwe siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Natangaza kutembea katika baraka za kibali, upendeleo na utele siku nzima ya leo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ombi la 4. Baba, ninasimama kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu na kuharibu kila mipango na ajenda zozote za kishetani juu ya maisha yangu siku ya leo. Chochote kibaya adui anachopanga juu ya familia yangu, juu ya afya yangu, juu ya ndoa yangu, juu ya elimu yangu, juu ya biashara zangu na kazi zangu zote, ninaharibu na kufutilia mbali kwa damu ya Yesu Kristo katika jina la Yesu. Baba, ninaharibu chochote kibaya ambacho adui amejaribu kufanya wakati nilipokuwa nimelala usingizi, ikiwa ni kwa ndoto mbaya ya namna yote, uvamizi wote wa adui aliojaribu wakati nimelala, ninaharibu kwa jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa Waefeso 6:16 ya kwamba kwa imani ninaweza kuizima mishale yote ya adui, ya moto ya yule adui katika jina la Yesu. Nami nazima kila mishale uliorushwa wakati nimelala kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ombi la 5. Baba, naachilia damu ya Yesu Kristo kufunika ratiba zangu za leo, afya yangu, familia yangu na kazi zangu zote za siku ya leo. Ninatangaza ulinzi wa kimungu juu ya maisha yangu na familia yangu na kazi zangu zote katika jina la Yesu Kristo, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura 12:11 ya kwamba nao wakamshinda Ibilisi yule joka kwa damu ya mwana-kondoo. Nami natangaza ulinzi dhidi ya kila mikono na mipango ya adui katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Ombi la 6. Baba, natangaza kwa imani ya kwamba mambo mema, habari njema, baraka, kibali, upendeleo vitanifuata siku ya leo, kama alivyoomba mtumishi wako Daudi ya kwamba wema wako na fadhili zako zitanifuata siku zote za maisha yangu, katika Zaburi ya 23. Nami natangaza vivyo hivyo, wema wako na fadhili zako zitanifuata siku ya leo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Maana imeandikwa kwenye Isaya 65:16, na itakuwa yeye atakayejibariki duniani atajibariki kwa Mungu wa kweli. Nami najibariki leo na kubariki maisha yangu leo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ombi la 7. Baba, natangaza kujigeuza kuwa moto katika ulimwengu wa roho, sawasawa na Zaburi ya 104:4. Baba, natangaza kwenye ulimwengu wa roho, mimi ni moto, nitambulike kama moto, wachawi wanione kama moto, mizimu nione kama moto, washirikina wanione kama moto, mapepo nione kama moto, waganga wanione kama moto, wasoma nyota na majina mashetani yanione kama moto, na kila wanaponitafuta na kunifuatilia waone moto na wasinione mimi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Maana imeandikwa katika Waebrania 12:29
ya kwamba Mungu wetu ni moto ulao, na imeandikwa kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 17 ya kwamba kama yeye alivyo ndivyo sisi tulivyo ulimwenguni hapa. Nami natangaza kama yeye alivyo moto, mimi nami ni moto kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ombi la 8. Baba, nakushukuru, nasema asante kwa kuwa umesikia maombi yangu na umejibu maombi yangu, maana imeandikwa, na tukijua ya kwamba tusikia tuomba chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomwomba. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 5 mstari 15. Na imeandikwa kwenye kitabu cha Marko 11:24, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nao yatakuwa yenu. Nami naamini siku ya leo nimepokea yote niliyoomba kwa imani kabisa. Ninateka na kuchukua yote niliyoomba ya kwamba yametokea. Ninakiri waziwazi ya kwamba yametokea na yamefanyika kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Omba maombi haya kila siku, utashangaa. Nguvu ya Mungu ni kubwa sana kwenye maombi, lakini pia huu ni mwongozo. Kwenye ombi moja unaweza ukaomba hata dakika 10, dakika 15 ukaomba. Amka saa 11, amka saa 12, amka saa 10, muda wote omba kwa bidii. Unaweza ukakaa kwenye ile ombi moja, ukakaa ukaomba, ukasisitiza, ukaomba zaidi. Utaona mkono wa Mungu ulio hodari mwaka 2026. Nasubiri ushuhuda wako, nasubiri miujiza inatokea, nasubiri mambo ya ajabu yanatokea kwenye maisha yako kupitia maombi yako katika jina la Yesu Kristo. Ni Apostle Nelson Kalekezi kutoka huduma ya Word of Overcomers Church. Usiache kunifuatilia kwenye magrupu yangu ya WhatsApp ya Siri za Ufalme wa Mungu. Usiache kunifuatilia kwenye huduma zangu hapa YouTube. Unaweza kusubscribe na kubonyeza alama kengele upate vipindi vinavyokuja hapa YouTube. Lakini pia Facebook kwa jina la Nelson Kalekezi na Instagram kwa jina la Apostle Nelson Kalekezi. Lakini pia Facebook iko page ya Apostle pia Nelson Kalekezi. Mungu akubariki sana na uwe na wakati mzuri. Lakini unaweza kuwasiliana na mimi kwa namba zifuatazo: 0695421742 au 0654575999. Lakini pia unaweza kuachilia sadaka yako kujiunganisha na baraka za maombi haya kupitia namba hizo hizo, na Mungu atakubariki sana na uwe na wakati mwema. Shalom, shalom.